ya Dario aliinuka kiwango cha juu katika hiyo nafasi walikuwa wamepewa. So katika wale, wacha nitumie mawaziri watatu wakubwa, aliwekwa juu ya hao wote na mfalme akampenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. So mfalme alipompenda zaidi, hao wengine wote waliona uchungu, kwa nini yeye amependwa, na walianza kutafuta njia za kummaliza, njia za kummaliza kisiasa, kumdunisha ama kumweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wakitafuta hawakupata njia, kwa Danieli alimtumikia Mungu katika nafasi aliyopewa. Alimpenda Mungu na akatumika, akainua kiwango, akafanya kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. So kila njia walizotaka kutumia kwa ajili ya kumnasa ili aondolewe katika ile nafasi, bali hapo Mungu alikuwa anamtumia, Mungu alikuwa anampigania, na Mungu alikuwa anasimama naye, na hawakupata hata nafasi moja. Bwana Yesu asifiwe, ya kumweka katika mtego wao. Bwana Yesu asifiwe. Na walipokosa katika kumweka katika huo mtego wao, walienda wakaketi kiziri hicho kikundi cha karibu watu 110 na wakatafuta, wakaulizana ni njia gani tunaweza tumia ili tukaweza kumweka Danieli anayetuharibia mambo yetu. Tunaweza kumweka katika mtego wetu, anaweza ingia katika boksi yetu, tunaweza mzima ama tunaweza mnyamazisha, akakosa kubata kibali mbele ya mfalme Dario. Bwana Yesu asifiwe. So walipoketi wakajadiliana, walikuja na mpango wa kuwa ni mpaka kuwekwe sheria ya mfalme, kwa Danieli alikuwa mcha Mungu tokea mwanzo. Katika kila dakika alikuwa anamtafuta, na walitafuta njia ya kumnasa wakashindwa, na wakaona njia peke yake. Danieli ni mtu wa maombi, Danieli ni mtu wa kumuita Mungu, na njia peke yake tunaweza mpata ni kumtoa katika maombi, na Mungu atamuacha na tutamnasa. Bwana Yesu asifiwe. So katika hiyo nafasi walipoenda wakaketi, wakaja na sheria ya kuwa huyu Danieli tukitaka kumweza ni mpaka tutengeneze sheria, watu wa huku wote waache kumwabudu Mungu na waanze kumwabudu huyu mfalme wetu peke yake kwa mwezi mmoja wa siku 30 days. Bwana Yesu asifiwe. Na walipoketi katika kile kikundi wakakubaliana, wakaenda mbele ya mfalme Dario, wakamwambia tumeketi sisi kama viongozi na tumeona ni vizuri kama wafanyakazi wako tuweke sheria ya heshima yako kuwa mwezi mmoja siku 30 kusiabudiwe Mungu mwingine ila wewe mfalme peke yako. Bwana Yesu asifiwe. So mfalme aliposikia ni yeye ataabudiwa, hakufurahia sana, hakupenda, lakini kwa sababu ya kuwa ni sheria na ni wadogo wake, ilibidi akubaliane na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na